Wake up early and greet the sun. Loving every day wide open. I've been broken, but I'm still hoping. Get a new song every morning, and a smile comes without a warning. Oh, hakuna matata, riziki Mungu hataleta, mi sina mashaka. I'm a new soul flying high. I got the birds in the trees, a beautiful breeze. What more can I need? I got a swing in my stride, a smile I can't hide. And I know I'm a free soul, free soul. I'm a free soul, I'm flying high, I'm flying high. I'm a free soul, free soul. I'm a free soul, I'm flying high, I'm flying high. Umetoka kumsikiliza moja kati ya wanamuziki wenye kipaji sana kutoka nchini Tanzania, anafahamika kama Grace Matata. Wimbo unakwenda kwa jina la Free Soul. Ni wimbo ambao unatufungulia episode yetu ya 18 ya Wanangu Podcast. Mimi ni host wako Good Luck Joseph aka Imani Joseph, formerly known as the Rap Addict. Nakukaribisha sana katika episode yetu hii mpya ambayo inaitwa Kitendawili cha Thamani. Kwa nini nimeamua kwenda na title hiyo nitapata kujuza hivi punde. Stay tuned. Unasikiliza Wanangu Podcast. Karibu tena kwenye wiki ya 18 ya Wanangu Podcast ambayo imelenga kuangazia swala zima la thamani. Thamani ni nini? Ni vitu gani ambavyo tunavithamini kwenye maisha yetu? Ni sifa zipi ambazo vitu vyenye thamani vimebeba? Na katika kujiuliza hayo maswali, tunaweza tukagundua kwamba kumbe vitu ambavyo tunavipa thamani wakati mwingine vina thamani ndogo, kama kweli ukituliza akili yako na kufikiria hivyo vitu ambavyo tunavipa thamani. Sasa kuna mfano ambao nimekuandalia ambao tutaupitia muda sio mrefu, lakini kabla tujafika hapo ningependa tuangalie tafsiri ya haya maneno ambayo ni keywords kwenye hii title ya leo, kitendawili cha thamani. Kitendawili ni nini na thamani ni nini? Kwa lugha rahisi kabisa, kitendawili ni fumbo. Ni kitu ambacho hakijawekwa bayana. Ni mtu akikwambia popo mbili zavuka mto, kama hujawahi kusikia au hujawahi kuambiwa, huwezi kujua kama anazungumzia macho. Kwa hiyo ni kauli ambayo inawekwa katika lugha ya mficho, na hivyo kumfanya mtu aliyepewa kitendawili hicho kuweza kufikiria kwa undani ili ajue kitu gani ambacho kimefumbwa kwenye fumbo hilo. Na tukizungumzia thamani, naweza nikasema thamani ni ule ubora au kuhitajika kwa kitu. Mara nyingi tunasema kitu kina thamani kama kitakuwa bora kuliko vitu vingine, au itakuwa kitahitajika katika wakati tunaozungumzia kuliko vitu vingine, na hivyo hicho kitu kitachukuliwa kama kina thamani. Kwa hiyo kitendawili cha thamani, nafikiri vile vile ningeweza kusema fumbo la thamani, kwa maana tunazungumzia sasa hii thamani ni kitu gani, na kwa nini tunathamini vitu vya aina fulani na kuviona vitu vingine labda havina thamani. Kwa hiyo tunataka tuangalie mchakato mzima, ni reasoning gani ambayo inatumika kuweza kusema kwamba hiki kitu ni cha thamani na hiki kitu kingine sio cha thamani. Sasa nimeweza kuitafsiri hiyo kauli ya kitendawili cha thamani kutoka katika Kiingereza The Paradox of Value. Na nafikiri watu ambao wamesoma uchumi watakuwa wako more familiar, watakuwa wanafahamu, sio kitu kigeni wakisikia The Paradox of Value, kwa sababu kuna mtu ambaye anaitwa Adam Smith ambaye ndo anakuwa anapewa hiyo heshima kwamba alikuja na hiyo kauli nzima ya The Paradox of Value, kitendawili cha thamani, akiwa anazungumzia fumbo lililopo katika kujua thamani ya vitu. Na moja katika mfano ambao aliutumia ni mfano ambao unafahamika kama The Diamond Water Paradox. Yaani kitendawili au fumbo lililopo katika thamani ukifananisha vitu viwili ambavyo ni almasi na maji. Kwa sababu kwa kawaida hata sisi wa Tanzania tunaozungumza Kiswahili kuna kauli ambayo ni maarufu sana ambayo inasema maji ni uhai. Kwa hiyo bila maji tunajua kabisa hatuwezi tukaishi hapa duniani. Yaani tusema leo maji yatoweke, asiwepo hata tone moja,
sidhani kama tunaweza tukamaliza muda mrefu. Nafikiri wote tutaangamia kwa sababu maji ni muhimu sana kwenye maisha ya binadamu na wanyama wengine na mimea. Kwa hiyo maji ni muhimu kwa ajili ya uhai wa kila kitu. Lakini linapokuja swala la thamani, ukifananisha maji na almasi, unakuta almasi ina thamani kubwa sana kuliko maji ambayo ndo yanabeba uhai wa dunia nzima. Umeona? Kwa hiyo hapo ndo hicho kitendawili kinapokuja sasa, kwamba kwa nini maji ambayo hatuwezi kuishi bila hayo maji kuwepo yanakuwa yana thamani ndogo ukilinganisha na almasi ambayo haina hata kazi nyingi hivyo ambazo unaweza kuzitaja ukasema kwamba almasi ina kazi hizi zaidi. Inatumika viwandani kwa sababu ni ngumu sana, inatumika kukatia baadhi ya vitu vigumu, kozi hiyo tunaijua, lakini sio sababu ya msingi sana ya kusema kwamba almasi iwe na thamani kubwa sana kuliko maji ambayo tunayategemea kwenye maisha yetu. Kwa sasa hapo ndo kwenye kitendawili chenyewe, hapo ndo kwenye fumbo, kwamba kwa nini almasi ambayo mara nyingi inatumika kwenye mapambo tu inakuwa ina thamani kubwa sana kuliko maji ambayo tunayategemea kwa ajili ya kuendelea kuishi. Na ndo hapo hiyo the paradox of value au hicho kitendawili cha thamani sasa inapokuja. Watu wakakaa wakajiuliza hayo maswali. Kwa hiyo japokuwa Adam Smith kama nilivyokuambia yeye ndo anapewa credit ya kwamba ndo alikuja na hiyo kauli ya the paradox of value, ambaye aliishi karne ya 18, lakini wazo halikuwa jipya. Hilo wazo la kufananisha kwa nini maji yanakuwa na thamani ndogo kuliko almasi yalikuwepo tangu enzi za kina Plato na Aristotle au wanafalsafa ambao waliishi miaka ya nyuma sana. Kwa hiyo sio wazo jipya, watu wamekuwa wakijiuliza kwa karne na karne, lakini angalau katika zama hizi ambazo sisi tunaishi watu wamekuja sasa na majibu ya kwa nini wanafikiri kwamba almasi inakuwa na thamani kubwa kuliko maji. Okay, moja ya maelezo hayo ni kwamba kuna vitu ambavyo vina thamani katika matumizi na kuna vitu ambavyo vina thamani katika kubadilishana. Sasa maji ni moja kati ya vitu ambavyo vina thamani katika matumizi. Kwa sababu kama nilivyosema hatuwezi kuishi bila kuwepo kwa maji. Kwa hiyo katika matumizi maji yana thamani kubwa sana kuliko almasi. Lakini almasi ni ile aina ya pili sasa ya vitu ambavyo vina thamani katika kubadilishana. Kwamba ukiwa na almasi wewe ni rahisi kubadilishana na sehemu yoyote. Ukienda na almasi ni rahisi kwa wewe ku-exchange na kitu chochote kile, kwa sababu thamani ya almasi ipo katika kubadilishana, katika exchange, haipo katika matumizi. Tukienda mbele zaidi, watu wa uchumi wana kitu wanaita utility. Utility tunaweza tukasema kwamba ni manufaa au tunaweza tukasema ni matumizi ya kitu. Let's say leo umenunua t-shirt mpya ambayo umeipenda ndio maana umeinunua. Ukiivaa leo manufaa ya ile t-shirt yanakuwa ni makubwa sana kutokana kwamba ni mpya na ndio kwanza umeinunua. Lakini the more unavyoivaa ile t-shirt ndio ile utility inazidi kupungua, kwa maana yale manufaa ya ile t-shirt yanazidi kupungua. Kwanza kutokana kwamba unaendelea kuivaa, inawezekana hata material yake ikaanza kupunguza ile quality, kwa sababu labda inapigwa na jua. Kwa hiyo kama ilikuwa nyeusi inaanza kupauka. Kama ni kwa bado ndogo inaanza kutanuka. Kwa hiyo kuna vitu vinaanza kupungua na yale manufaa uwezo kuyafanisha na ile siku ya kwanza ulivyonunua ile t-shirt. Kwa hiyo utility inatusaidia kupima sasa kwamba yale manufaa ya bidhaa hushuka kulingana na siku zinavyozidi kwenda hadi unavyoitumia ile bidhaa. Sasa ngoja tutengenezee scenario, ule mfano wetu wa kwanza wakati ya almasi na maji. Thamani kati ya almasi na maji. Let's say upo jangwani na umekuwa ukitembea jangwani kuanzia asubuhi saa 12 mpaka mida saa 11 hivi jioni. Na kila pembe ukiangalia hauoni mwishoni, jangwa limetanda mpaka kwenye mwisho wa upeo wa macho yako. Kwa hiyo hujui utatoka kwenye situation ngapi. Then anajitokeza mtu mkono wa kulia ameshika almasi, mkono wa kushoto ameshika lita 1 ya maji. Kumbuka hujala tangu asubuhi na hujanywa maji tangu asubuhi na hujui hapo jangwani hilo jangwa utalimaliza lini. Kwa akili ya kawaida, mtu wa kawaida atachukua maji kwa sababu maji katika ile situation yana thamani kubwa kuliko almasi, kwa sababu yanaweza kufanya uendelee kuishi.
unaweza ukaleta tamaa ukachukua almasi, lakini usifike nayo popote, kutokana na kwamba uhai wako unaweza ukaishia pale kule kule jangwani. Kwa hiyo the smart thing ni kuchukua maji. Lakini katika kuendeleza sasa mfano huo, let's say umegundua kabisa kwamba kila baada ya saa moja anajitokeza mtu ambaye anakuambia uchague kati ya maji na almasi, kila baada ya saa moja. Kwa hiyo kwa situation ya kawaida, ukishagundua hiyo pattern, mtu atakachokifanya atakusanya kwanza maji, atachukua maji labda ya kumtosha labda wiki au wiki mbili, and then baada ya hapo ataanza kuchukua almasi ili akitoka pale jangwani aweze kuwa tajiri. Sasa hiyo situation ndio inatumika kuelezea sasa namna ambavyo thamani ya kitu inaweza ikapanda na kushuka. Ile utility ya kitu sasa ndio inaonekana hapo. Kwa sababu mara ya kwanza ukiulizwa kati ya maji na almasi, utachagua maji kwa sababu ya kuendeleza uhai wako. Lakini ukishapata yale maji ya kutosha, ukawa unajua sasa na maji ya kunitosha kwa ajili ya wiki mbili, obviously unaanza kuwaza sasa kitu ambacho kitakufanya uwe tajiri baada ya hapo. Ndio hapo sasa watu wa uchumi wanaita the law of diminishing marginal utility. Kwa maana ile thamani ya maji ilikuwa kubwa sana mwanzoni, lakini baada ya kuyapata maji ya kutosha inaanza kushuka, na thamani ya diamond ndio inakuwa iko juu zaidi, thamani ya almasi inakuwa iko juu zaidi. Kwa hiyo cha kujifunza katika somo hili cha kwanza ni kwamba thamani ya kitu inategemea na situation tulionayo. Upo kwenye situation gani? Kitu ambacho hakina thamani kabisa kwenye siku ya kawaida ya maisha yako, inaweza kawa ndio kitu chenye thamani kubwa sana pale ambapo upo kwenye situation ambayo inakuforce wewe kuhitaji hicho kitu. Kama nilivyosema mwanzoni kwamba thamani ya kitu inakuja pale hicho kitu kinapokuwa kinahitajika. Kwa hiyo inaweza ka-apply pia kwenye maisha yetu ya kila siku. Kuna mtu anaweza kawa mshikaji wako ukahisi kwa sababu unamuona kila siku, basi unamuona kama ni mtu wa kawaida ambaye hawezi akakwambia kitu chochote kile. Lakini kuna situation ambayo unaweza ukapitia, huyo jamaa akawa ndio solution pekee uliokuwa nayo, na thamani yake ikaonekana kuwa ni kubwa kuliko thamani ya wale watu ambao ulikuwa unaona kwamba ndio wako juu, wana vyeo, wana uwezo kukusaidia. Hao watu wanaweza usiplay part yoyote ile kwenye situation hiyo ambayo unaipitia, na yule mtu ambaye ulikuwa unamchukulia kawaida akawa ndio mtu anayekuja kukusaidia. The same tulivyoona kwenye maji, kwa sababu tunayatumia kila siku, yanapatikana, tunahisi kama ni kitu cha kawaida na thamani yake inaonekana kama ipo chini. Lakini kwenye situation kama tulivyoona kwamba ukienda jangwani, unaweza kuna situation ikakukuta mpaka ukaikataa almasi, ukaweza kukubali tu lita moja ya maji, kwa sababu kwa wakati huo lita hiyo inakuwa ina thamani kubwa kuliko kitu kingine chochote. Kwa hiyo swala la thamani ni fumbo kubwa ambalo wakati mwingine tunatakiwa kuweka akili zetu tufikirie vitu gani ambavyo vina thamani katika maisha yetu, na tuweze kuvinunua regardless kwamba vina bei kubwa au vina bei ndogo. Lakini as long as tumekaa chini tumefikiria tukaona kabisa hiki kitu ni muhimu na tunakihitaji, basi tuweze kuprotect hicho kitu ili tusije tukachukulia poa, and then mwisho wa siku ikakukuta situation ambayo ukaona kumbe kile kitu kilikuwa cha muhimu. Kwa hiyo vitu kama hivyo. Lakini pia katika hali hiyo hiyo ya kuthaminisha vitu, kuna mfano mwingine naweza nikakupa. Kwa mfano siku hizi kila mtu anataka career yake iwe vizuri, yani kwamba afanye vizuri kwenye career. Mwisho wa siku inapelekea watu wanatumia muda mwingi sana pia kuweza kutengeneza hizo career, which is a good thing. Sio kitu kibaya kuwa na career nzuri, lakini kuna vitu kama familia ambavyo ni kitu ambacho kinaweza kaonekana ni cha kila siku. Kama ambavyo tunawachukulia poa maji kwamba yapo tu yanapatikana, nikitaka nitakunywa, nitaoga, nini. Familia yako pia inaweza kawa hivyo hivyo, ukaichukulia kwamba ni kitu ambacho kipo, nikirudi nyumbani na mkuta mke wangu au na watoto na nini. Kwa hiyo ukabezi zaidi kwenye career, ukaweka muda wako huko, ukaweka akili yako huko, lakini ukashindwa kutengeneza relationship nzuri na watu ambao ndio unaishi nao kila siku. Siku unakuja unastaafu, familia yako unakuta inakuchukulia dingi kama mtu wa nje hivi, yani haikuchukulii kama ni mmoja ya familia, kwa sababu hujawahi kuwapa muda na kuwaonyesha kwamba unawapenda na kuwajali kwa kadri ambavyo inatakiwa kupendwa na kujaliwa kama member wa familia. Kwa hiyo unakuta unachukuliwa kama mtu wa nje tu kwenye familia yako mwenyewe, kwa sababu ulispendi muda mwingi kutengeneza career na ukahisi kwamba career ndio kila kitu kwa muda huo. Kwa hiyo ukija kustaafu unakuta thamani ya ile career tena imepungua, na kilichobakia sasa umebaki na wale watu ambao ulitakiwa ndo uwe nao vizuri, kwa sababu ndo uko nao kila siku, ndo familia yako, ndo damu yako, ndo
Kwa hiyo mifano ni mingi ambayo unaweza ukaitumia kwenye namna ambavyo tunathaminisha vitu kama jamii, na ndio maana nasema kuna umuhimu wa kukaa chini na kufikiria ni vitu gani ambavyo ni muhimu kwako, ni vitu gani ambavyo unatakiwa uvithamini kuliko vitu vingine, licha ya kuwepo kwa taswira ambayo inaweza kaonyesha kwamba kuna vitu fulani ndio vina thamani zaidi kuliko vitu vingine. Kama career kwa mfano hivyo, nataka kuwa daktari, nataka kuwa engineer. Of course unaweza kuwa uko very motivated kuwa daktari au kuwa engineer to the extent kwamba ukasahau kwamba una mama, una baba, una mke, una familia, una watoto ambao ni watu ambao watakuwepo kwenye maisha yako kwa muda wote ambao utakuwa uko hai. Kwa hiyo katika namna ya kubalance hizi thamani za vitu ni muhimu kukaa chini na kufikiria, na kila mtu anaweza kawa ni tofauti kwake, kwa sababu thamani ya kitu kama tulivyoona inategemea na situation, inategemea na wewe mwenyewe individually unathamini vitu gani kuliko vitu vingine. Kwa hiyo sio kwamba ni kitu ambacho kipo common kwa kila mtu, lakini kila mtu anaweza kawa na ukweli wake wa vitu ambavyo anavithamini, vitu ambavyo anaviweka kipaumbele, na vitu ambavyo kweli baadaye vitaprove kwamba ni vya thamani au la, au kwamba sio vya thamani. Kwa hiyo lakini ni idea tu ambayo ukipita kichwani kwako ukaifikiria, nafikiri inaweza kukusaidia katika kuangalia kipi ni cha thamani na je kina thamani kweli, sababu kitu kinaweza kaonekana kina thamani kama tulivyoona, lakini kisio kina thamani kwenye situation fulani. Unaweza ukathamini baadhi ya watu lakini wakakuja kukuprove wrong kwamba thamani yao sio kubwa kwako kama wewe ulivyofikiria. Unaona? Na kuna watu ambao unaweza wakawachukulia poa hapo baadaye wakaja wakaprove kwamba ni watu wa muhimu sana kwako tofauti na wewe ulivyokuwa unafikiria kichwani mwako. Kwa hiyo ni kitu ambacho unaweza ukakaa ukafikiria, then ukaja na majibu yako. Nafikiri kila mtu atakuwa na majibu yake, hakuna majibu ambayo yatakuwa yanafanana kwenye kila situation. Kila situation ni tofauti, kwa hivyo majibu pia yanakuwa tofauti vile vile. Mpaka kufikia hapo tunakuwa tumefikia mwisho wa episode yetu ya 18 ya Wanangu Podcast inayofahamika kama Kitendawili cha Thamani. Hopefully nitakuwa nimekupa kitu interesting ambacho unaweza kuongea na rafiki yako, na ndugu yako, na familia yako, mkakaa chini mkaangalia mnathamini vitu gani na kwa sababu gani mnathamini vitu hivyo. Ni vitu gani ambavyo ulidhani vina thamani lakini kumbe havina thamani? Ni vitu gani ambavyo vimewahi kuprove kwamba vina thamani kwenye situation fulani katika maisha yako? Hiyo ni mazungumzo ambayo unaweza ukahave na mtu yoyote ambaye mko naye, ambaye mna contact naye kila siku. Lakini vile vile ni unaweza ukaacha comment yako katika channel yetu ya Telegram. Kuna namna ya kucomment, unaweza kucomment pale tukajua unafikiria nini kuhusu hii topic ya kitendawili cha thamani, the paradox of value. I hope umeenjoy, na till next time, I'm your host Goodluck Joseph aka Imani Joseph, formerly known as the Rap Addict. Peace. Sina mali sina deni kwa hiyo sio masikini. Nimejifunza kupenda nijipende mimi kwanza. People come and go like season, you don't need a reason, so I learned to let go. Can't regret yesterday, tomorrow is a new day. And I know I'm no perfect at all, I stumble, I fall, cause life is crazy. So I gotta take it easy, yeah you know. I'm a free soul, free soul. I'm a free soul, I'm flying high, I'm flying high. I'm a free soul, free soul. I'm a free soul, I'm flying high, I'm flying high. Living every day as it comes. Wake up early and greet the sun. Loving every day wide open. I've been broken but I'm still hoping. I get a new song every morning, and a smile comes without a warning. Oh, hakuna matata, riziki Mungu hataleta, sina mashaka. I'm a new soul flying high. I got the birds in the trees, a beautiful breeze. What more can I need? I got a swing in my stride, a smile I can't hide. And I know